Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ama ba'du. Ndugu zangu Waislamu, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu ndugu zangu na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumesimama tena leo. Tuko katika kipindi hichi katika chaneli hii tukiwasilisha mada ya mwaka mpya wa Kiislamu. Ndugu zangu, kwa nini tunaleta mada hii? Tunaleta mada hii kwa sababu hili ni tukio muhimu sana katika historia ya Kiislamu. Na ilivyo ni kwamba Waislamu wanafata kalenda ya mwezi muandamo. Kwamba mwezi ukiandama ndio tarehe ya Kiislamu inaanza. Na kalenda hii ya Kiislamu kihistoria ilianza zamani sana. Kwa mujibu wa Qur'ani, ukisoma katika sura ya 9 aya 36, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna iddatash shuhuri indallahi 12. Mwenyezi Mungu anasema hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu mlezi ni 12. Anasema katika miezi 12 hiyo, aya ni ndefu lakini anasema minha, katika hiyo miezi 12 arbaatun hurumun, kuna miezi minne mitukufu. Katika miezi minne mitukufu upo mwezi huu mtukufu wa mwezi Muharram, ambao huu Kiswahili tunasema ni mfungo 4. Na kwa mujibu wa kalenda ya mwezi muandamo, wana wa Israeli walikuwa wanaita mwezi wa Habibu au wakiita mwezi wa Nisani, kwa sababu Wayahudi wa mwanzo wenyewe pia walikuwa wanafuata kalenda ya mwezi muandamo. Na ndio maana hata bwana mtume Muhammad alipofika katika mji wa Madina aliwakuta Wayahudi wanafunga siku ya mwezi Muharram, kama ni mwezi 10 au 11 au 12, miezi hii ambao Waislamu wanafunga. Ni sunna kubwa hii. Mtume anasema kwamba atakayefunga miezi hiyo atasamehewa madhambi yake. Kwa hiyo Waislamu walikuwa wanafunga mpaka hivi leo. Lakini kadhalika bwana mtume Muhammad aliwauliza Wayahudi, kwa nini mnafunga siku hii? Wayahudi wakasema kwamba wanafunga mwezi Muharram kwa sababu wanakumbuka tukio la wana wa Israeli kuvuka katika bahari nyekundu, au kwa kizungu wanasema Red Sea, na kwenda katika nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani. Tukio hili la kunusuriwa wana wa Israeli lilitokea mwezi wa Muharram, hiyo mwezi 10 hiyo. Unaona mpaka mwezi 11 mpaka mwezi 12 walikuwa wanafunga katika masiku hayo. Wana wa Israeli waliokolewa katika tukio hilo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mimi na haki kwa Musa kuliko nyie. Kwa hiyo mwakani Mungu akinijalia nitafunga. Lakini bahati mbaya Mtume alifariki kabla ya kufunga. Lakini kauli ya bwana Mtume ya kusema kwamba mwezi huu ni mwezi wa sunna ya kufunga, sisi Waislamu mpaka leo tunafunga katika mwezi Muharram. Kwa hiyo ni sunna kufunga katika kalenda ya Kiislamu. Na ieleweke kwamba kalenda hii ya Kiislamu iliasisiwa tangia pale ambapo bwana Mtume Muhammad alihama Maka kwenda katika mji wa Madinatul Munawwara. Tukio lile la kuhama lile ni tukio kubwa sana, na tumeona kwamba Mtume Muhammad wakati anahama Maka kwenda Madina kadhalika ulikuwa ni katika mwezi huu. Alinusuriwa bwana Mtume, nyumba yake ilizingirwa na Makureishi, wakataka kumuua, lakini bwana Mtume akafanya dua akatoka. Ilikuwa katika mwezi huu wa Muharram. Na tumeona kule vile vile kadhalika wana wa Israeli walinusuriwa kuuawa na Firauni katika mwezi wa Muharram. Tumeona Nabii Ibrahim walipofanya jaribio la kumtia katika moto ili wamteketeze baada ya kuvunja masanamu. Tunaona katika lile tukio watu wa Iraki au Babiloni walikuwa wakiabudu masanamu, walikuwa na masanamu. Na tumeona katika Qur'ani hata Nabii Ibrahim baba yake yule mzee Azar, au kibibilia ukimuita mzee Tera, alikuwa ni ndio mchonga masanamu mkuu katika ile nchi ya Babeli. Lakini kadhalika baba yake Ibrahim ndio alikuwa kuhani, yani kiongozi wa dini hiyo ya kipagani ya kuabudu miungu. Kwa hiyo wakawa wanampa wakati mwingine Ibrahim baba yake ndio injinia wa masanamu, wakati mwingine Nabii Ibrahim anapewa masanamu ya kwenda kuuza.
Kwa hiyo Nabii Ibrahimu akawa anakwenda anayanadi yale masanamu. Jamani, nauza masanamu. Masanamu haya yana macho lakini hayaoni, yana masikio lakini hayasikii, yana miguu lakini hayatembei. Anayetaka hanunue, lakini habari ndio hiyo kama mnavyoisikia. Masanamu yakawa hayanunuliwi. Kwa sababu gani? Ibrahimu tangia akiwa mdogo Mwenyezi Mungu alimuonyesha malakuta samawati wal ardhi, uwezo wake wa mbingu na ardhi, ili awe miongoni mwa watu wenye yakini. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu alikuwa katika kalimati tauhidi, alikuwa katika mazingira ya tauhidi. Nabii Ibrahimu hakuwa miongoni mwa waabudu masanamu. Na tunavyoona katika kile kisa, Nabii Ibrahimu siku moja wakati wale makafiri wametoka wakaenda sehemu nyingine katika sherehe zao za kikafiri huko bichi huko, basi Ibrahimu alivunja masanamu. Baada ya kuwavunja yale masanamu yote, akabakiza sanamu mkubwa, akapachika shoka juu ya bega ile sanamu mkubwa. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu baadaye, makafiri waliporudi katika safari zao wakakuta masanamu yao, miungu yao imevunjwa, wakaulizana, nani kavunja miungu yetu? Mzee mmoja mtu mzima akasema, nilimsikia kijana mmoja anaitwa Ibrahimu akiyataja vibaya masanamu yetu. Ibrahimu akapelekwa mahakamani, akashtakiwa kwa kosa la kuvunja miungu. Ibrahimu akasema, mimi sijavunja hayo masanamu. Alikuwa anasema hivi, si kama anasema uongo, anatumia lugha hii kuwafundisha wale makafiri ili wajue ukweli. Kavunja masanamu yeye, ili anasema hivi kwa lengo la kuwafundisha kwamba mimi sijavunja masanamu. Haya masanamu kama mnavyoona, sanamu mkubwa ndio huyu anashoka begani. Sasa muulizeni yeye, pengine hao wenzake wamemuuzi akaamua kuwavunja. Wakamwambia Ibrahimu, lakini si unajua hawa hawaongei? Ibrahimu akasema, ikiwa hawaongei, kwa nini mnawaabudu? Ujumbe ukawafikia pale. Qur'ani nasema kwamba walinamisha vichwa vyao, wakaelewa ukweli ambao Ibrahimu kawafikishia, lakini wakasema, wakarejea katika ukafiri wao, wakasema, yanusuruni masanamu na mumuangamize Nabii Ibrahim. Sasa wewe jiulize, eti Mungu sasa ndio yeye sasa inabidi anusuriwe na viumbe vyake. Kwa hiyo baada ya tukio lile, Ibrahimu akahukumiwa kutupwa katika moto. Wakafanya jitihada kubwa kwa kusanya kuni, wakakoka moto katika kile kijiji. Riwaya zingine na historia zinasema takriban siku 40 wananchi wanakusanya kuni, zama za mfalme Namrudha bin Kanani, au wengine wakimwita Namrudha bin Kush kwa mapokeo ya Kiyahudi. Basi ilipofika siku, Nabii Ibrahimu akachukuliwa akatupwa katika moto. Alipotupwa katika ule moto, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamnusuru mtume wake, akaongea na malaika zake. Ibrahimu akaomba dua ya kutawakali kwa Mwenyezi Mungu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, mimi Mwenyezi Mungu ananitosha na mimi kwa neema yake tu natawakali kwake. Basi Mungu akausemeza moto akasema, ya naru, ewe moto, kuwa baridi na salama kwa Nabii Ibrahim. Kwa maana kwamba Ibrahimu alikaa takriban katika ule moto, wengine wanasema siku 40, lakini alipotolewa katika ule moto, Nabii Ibrahimu alayhi salatu wasalam hakuungua katika ule moto, na Mwenyezi Mungu alimletea mavazi ya peponi. Nabii Ibrahimu alikuwa katika ule moto ambao wale makafiri wa Kibabeli walikuwa wameuasha, na Ibrahimu alinusuriwa katika mwezi Muharram. Kwa hiyo tunaona tukio la pili, wana wa Israeli walinusuriwa na Mungu katika mwezi Muharram walipovuka katika ile bahari nyekundu, Red Sea. Tunaona Nabii Ibrahim vile vile kadhalika alinusuriwa katika mwezi huu wa Muharram. Tunaona tukio lingine, Nabii Yunus alayhi salatu wasalam na yeye kadhalika alipotumwa na Mungu kwenda kuwahubiria watu wa Iraki kule Ninawi. Baadaye tena wale watu wakawa ni wabishi, wanakataa dini ya Mwenyezi Mungu. Basi Nabii Yunus naye akaondoka. Alipoondoka sasa, Mungu akamtia mtihani, jahazi lile likawa na yumba, kwa na mizigo mingi, wakatosa mizigo baharini, bado hali ya bahari ikawa imechafuka. Wakapiga kura kwa nani mwenye mkosi katika ile jahazi. Kura ikamwangukia Nabii Yunus alayhi salatu wasalam. Basi wakamtosa Nabii Yunus katika bahari.
la kule katika bahari, akamezwa na yule samaki papa yule, akammeza Nabii Yunus. Lakini akiwa katika tumbo la samaki, Nabii Yunus akaomba dua, akasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akaomba dua, yule samaki akaenda akamtapika Nabii Yunus. Kadhalika katika mwezi Muharram. Vile vile Nabii Musa, Nabii Isa alayhi salatu wasalam, na yeye alivyotaka kuwaona Mayahudi, Mungu vile vile alimnusuru, ilikuwa ni katika mwezi huo huo wa Muharram. Tunaona matukio mengi juu ambayo yanaelezea juu ya muhimu wa mwezi huu wa Muharram. Sasa ndugu zangu Waislamu, nizungumze kitu kimoja cha msingi hapa tuweze kuelewa vizuri. Ni kwamba kalenda hii ya Kiislamu ni kalenda ambayo yenyewe inafuata mwezi muandamo. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye amezaliwa mfunguo 6, ndio mwezi aliozaliwa. Lakini kwa kalenda nyingine ya Kinaswara inaitwa miladia, tunasema kwamba Mtume Muhammad amezaliwa mwaka 571 kwa mujibu wa tarehe na historia ya Waislamu wa madhehebu ya Kisuni. Madhehebu ya Kishia wanasema amezaliwa mwaka 570. Ala kuli hali sote tunakubali kwamba Muhammad amezaliwa mwaka 570, ima mwaka 571 kwa mujibu wa kalenda hizo. Lakini kalenda hizi zinaitwa miladia. Baada ya kuzaliwa nani? Nabii Isa, ndio miaka ilianza kuhesabiwa kuja juu huku. Maana kuna miaka aina mbili. Kuna miaka ya zamani sana ambayo ni miaka ya Babeli, ambayo kiitwa Babylon calendar. Japokuwa historia ya kalenda imeanzia Misri ya zamani. Misri ya zamani, hawa ndio watu wa mwanzo kabisa kuwa na kalenda, ambazo hawa wenyewe kalenda yao walikuwa wanatumia kokwa za tende. Yaani wakizipanga kokwa za tende kwa mujibu wa mwezi muandamo, kisha wakawa wanahesabu. Na ndio maana kalenda kwa kizungu inaitwa date. Date maana yake ni tende, ni tende. Kwa sababu asili ya kalenda hii wazungu wakaita date, wakiwa wananukua Misri wa kale ambao katika waasisi wa kalenda, date ni tende. Lakini wao kusema date maana yake ni nini? Tarehe. Kwa maana kwamba zamani wa Misri wakihesabu kwa kutumia kokwa za tende. Hawa walianza kutumia kalenda muda mrefu sana, na ni Waafrika hawa. Na kule Iraki vile vile katika huko Babiloni kulikuwepo watu wanaitwa Sumerian. Wao kadhalika walikuwa wanahesabu, kalenda yao walikuwa nayo, na hii kalenda ikiitwa kalenda ya Kibabiloni, ambayo zamani miaka ikianzia juu kwenda chini. Yaani kwa hesabu yao miaka ilianza 10,000, ikaja 9,000, ikaja 8,000, ikaja 5,000, ikaja 4,000 mpaka kufika mwaka wa 3,000, 2,000. Wakati azaliwa Nabii Isa, kalenda Babeli ikawa imekoma sasa. Alipokuja Nabii Isa, miaka ikahesabiwa kuanzia 1 kuja huku. Ndio maana wanaita AD. Maana yake AD maana yake nini? Wanasema ni Anno Domini, yani mwaka wa Bwana wetu, baada ya kuzaliwa Nabii Isa. Na ndio Waislamu hiyo huita miladia, kwamba kalenda baada ya kuzaliwa Nabii Isa. Na tumesema kwamba Nabii Isa ni Muislamu mwenzetu. Kwa hiyo si Waislamu hatuoni shida kutumia kalenda baada ya kuzaliwa Nabii Isa. Mazazi ya Isa hayo, kalenda inaitwa miladia baada ya mazazi ya Nabii Isa. Na Isa ni mtume Muislamu, ni Muislamu mwenzetu. Japokuwa ndugu zetu wa Kristo nao wanamwamini Nabii Yesu au Isa alayhi salatu wasalam, lakini wao hawana haki kwa Nabii Isa kuliko sisi Waislamu. Sisi tuna haki zaidi, kama alivyosema Mtume Muhammad ana haki zaidi kwa Nabii Musa kuliko wale Mayahudi ambao wenyewe walikuwa wanafuata dini ya Kiyahudi ya Judaism. Kwa hiyo tuseme kimsingi ni kwamba ndugu zangu Waislamu, mwezi huu ni mwezi muhimu sana kwetu, na ndio maana tumeona hata mwezi wa mwaka ulivyoingia kule Zanzibar, alhamdulillah, wametangaza rasmi kwamba katika tarehe hizi za mwezi Muharram, siku ya mwaka mpya wa Kiislamu, kule Zanzibar itakuwa ni siku ya mapumziko. Safahamu Zanzibar watakuwa wanapumzika, na wameanza kupumzika alhamdulillah kuadhimisha katika tukio hili, matukio haya ya mwezi Muharram. Lakini kadhalika mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair, naye kwa moyo mkunjufu kabisa ameiomba serikali
kwamba swala la mwaka mpya wa Kiislamu ulifanywa kuwa ni mapumziko nchi nzima. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo muhimu sana ambalo lilitokea katika siku hiyo. Japokuwa sisi katika kalenda hii ya kizungu tunatumia kwamba tunao mapumziko kwa maana ya mwaka mpya ni sikukuu ya kiserikali, lakini asili yake hii tangia zamani ni sikukuu ya kanisa. Kwa maana kwamba tunaposema mwaka mpya kwa mujibu wa Biblia au kwa mujibu wa kalenda ya Kiroma, hii kalenda ambayo tunaitumia hivi leo inaitwa Gregorian calendar, kalenda ya Papa Gregory. Kwamba hii ni kalenda ya Papa ambayo ilianza kutumika mwaka 1583 kwa amri ya Papa decrees, ikaanza kutumika mpaka leo tunaitumia. Na hii kalenda ya Papa ina majina kama Januari ambaye alikuwa ni mungu mwanamume wa Kiroma mwenye nyuso mbili mbele na nyuma. Katika zamani katika utawala wa Roman Empire walikuwa na pesa na walikuwa na picha ya mungu huyu anaitwa Janus, ambao pia wapagani walikuwa wanaamini kwamba ni mungu wa malango. Yaani milango yote duniani ilikuwa chini ya mungu huyu anaitwa Janus au Janus. Na mungu huyu wa Kiroma ambaye ni Janus, yeye alikuwa anaabudiwa siku 30 na Waroma au siku 31 na Waroma. Na huyu mungu Janus yeye mwenyewe alikuwa na mke. Yaani ajabu ni kwamba makafiri shehe wana mtihani mkubwa. Huyu mungu Janus ambaye ni mungu Januari alikuwa na mke wake anaitwa Februata. Na wapagani zamani walikuwa wakiandamana wakiwa na mishumaa kule Alexandria maeneo ya Misri. Kwa hiyo alioa. Lakini huyu mungu Februata ambaye ni mke wa mungu Janus, yeye akapewa siku 21 siku 28 za kuabudiwa. Kwa nini? Kwa sababu 31 ukitoa siku 28 zinabaki siku 3 ambazo wapagani walikuwa wanaamini huyu mungu Februata alikuwa katika siku zake, alikuwa katika hedhi. Kwa hiyo ndio maana mwezi wa pili ukaitwa Februari kwa heshima ya mungu Februata wa Kiroma, kwamba ni siku ambazo mungu huyu ana hedhi, lakini mumewe ni mkamilifu ana siku 31. Kwa hiyo walikuwa wakimwabudu mungu Februata kama mwezi wa pili. Mungu wa tatu alikuwa ni mungu Mars au wengine wakimuita mungu Machi, ambaye yeye huyu alikuwa ni mungu ambaye alikuwa anaabudiwa kama mungu sayari akiabudiwa na Waroma. Lakini mungu huyu yeye alikuwa vile vile ni mungu wa kuwalinda wasafiri, wezi na watu wasiokuwa na makazi maalum. Huyu mungu Machi huyu ambaye alikuwa akiabudiwa na Waroma, kwa hiyo akapewa heshima katika kalenda ya Papa Gregory, ya Gregorian calendar. Mwezi wa 3 ukaitwa Machi kwa heshima ya mungu huyu. Mwezi wa 4 ukaitwa Aprili kwa heshima ya mungu Apriele, mungu wa machipuo. Kipindi cha mwezi wa machipuo kule Ulaya wapagani walikuwa wanaamini wakati miti imepukutisha majani ikianza kuchipua tena, wapagani walikuwa wanaamini kwamba inachipua kwa uwezo wa mungu wao huyu Aprili au Apriele ambaye alikuwa anaabudiwa na hawa watu ambao wenyewe walikuwa ni makafiri au wapagani. Kisha walikuwa na mwezi wa 5 ukiitwa Mei. Mei ni kwa heshima ya mungu Maia, mungu wa Kiholandi, mungu wa Kijerumani. Huyu wapagani walikuwa wanamwabudu katika mwezi wa Mei au mungu Maia ambaye alikuwa anaabudiwa huyu. Wapagani walikuwa wanaamini kwamba wakati radi inapokuja ikapiga ikatoa ile michirizi yake ya rangi ya njano, wapagani walikuwa wanaamini kwamba mungu huyu Maia alikuwa anapita na gari yake ya dhahabu. Kwa hiyo kipindi hicho wapagani walikuwa wanaabudu, walikuwa wanazidisha juhudi za ibada, kwa sababu walikuwa wanaamini kabisa kwamba wanafanya ibada kumwabudu mungu Maia ambaye akapewa heshima katika kalenda ya Papa Gregory. Ikaitwa mwezi wa 5 ukaitwa mwezi Mei kwa ajili ya mungu huyu wa Wadachi, mungu wa Holandi ambaye alikuwa akapewa heshima ya mwezi wa 5. Mwezi wa 6 ukaitwa June kwa heshima ya mungu Juno, mungu mwanamke, mungu wa uzazi, lakini kadhalika alikuwa ni mungu wa kuindia vile vile akiwalinda wanawake na watoto. Akapewa heshima ya mungu Juno katika kalenda hii ya Papa Gregory, ikawa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 7 alikuwa ikapewa heshima ya emperor au mtawala wa Kirumi, imperator kwa Arabu wanasema, anaitwa Julius Caesar au wengine wakimuita Julius Caesar. Alikuwa mtawala wa Roman Empire ambaye yeye alianza kutawala miaka 100 pengine kabla ya Nabii Isa, na ni kiongozi ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa katika dola ya Roma na aliteka nchi nyingi sana zikiwemo Uingereza. Na ndio mtu ambaye wakati wa kuja chini ya utawala wake, utawala wa Roma ulikuwa jamhuri, ulikuwa unafanya uchaguzi wa kuchagua wale viongozi wake. Lakini huyo bwana alikuwa dikteta mkubwa sana, mpaka watu wakampa jina kwamba yeye ni dikteta wa kutupa. Na ndio yeye akawa ni sababu ya kuuawa katika ukumbi wa bunge la Senate la Roma, akauawa. Wa Roma wakaanzisha utawala sasa wa kifalme tena
Kwa hiyo mrithi wake akawa anaitwa Augustus, ambaye akapewa heshima katika mwezi wa 8, ambaye alikuwa ni mrithi baada ya kuja Julius Caesar au Julius Caesar, ambaye yeye akapewa heshima katika mwezi wa 8 ukaitwa mwezi wa Augustus juu ya huyo mrithi ambaye yeye alikuja kumrithi Julius Caesar, akapewa heshima katika mwezi wa 8. Kwa hiyo kalenda yote hii ya Papa Gregory ni kalenda ambayo ilikuwa inawatukuza miungu wa Kiroma. Na ndio maana Waislamu wanaambiwa wazingatie sana kalenda ya Kiislamu kwa sababu ndio kalenda sahihi. Lakini kalenda ya Kiroma yote hii unaiona Januari, Februari, yote ni majina ya miungu. Hata ukija katika majina ya siku ya Jumapili ikitaliwa na mungu jua wa Roma, ambao wa Roma walikuwa wanamuita Apollo, mungu jua asiyeshindika. Hata wa Marekani walipokwenda katika mwezi walitumia chombo kinaitwa Apollo 11 kwa heshima ya mungu huyu jua, mungu wa Kiroma, ambaye huyu mungu vile vile alikuwa anaabudu na Wairani wa zamani wakimuita Mithra. Lakini kadhalika mungu huyu wa jua kule Babiloni alikuwa anaabudiwa na Namrudha bin Kanani, ambaye huyu Namrudha bin Kanani alipewa heshima ya kuabudu kama mungu jua, akiabudiwa siku ya Jumapili. Ndio maana kizungu asema the sun day. The sun maana yake ni jua, day maana yake ni siku ya kuabudu mungu jua asiyeshindika. Lakini kadhalika hiyo ni Jumapili. Siku ya Jumatatu alikuwepo mungu anaitwa mungu mama au mungu mwanamke. Huyu akiitwa Semiramis, ambaye yeye alikuwa ni mkewe mungu jua wa Kibabeli na Kiroma na Kiirani ya zamani. Huyu akiitwa Semiramis. Na vile vile siku yake ya kuabudiwa ni siku ya Jumatatu ikiitwa Yawmul Qamar. Hata watu wa nyota siku ya Jumapili wanasema Yawmu Shamsi, anatawala Shamsi. Jumatatu anatawala Qamar. Kiasili huyu Qamari ni mkewe Shamsi. Kwa wale watu wafani na tunajua mpo hapo. Watu wafani Jumatatu ni Qamari anatawala. Qamari ni nani? Asili yake ni mke wa huyu na Namrudha bin Kanani ambaye akiitwa Semiramis. Lakini vile vile walizaa mtoto wao ambaye anaitwa Tamuzi. Yeye alitawala siku ya Jumanne, lakini aliuawa wakati anawinda. Akauawa na akaliwa na wanyama wengine. Historia zingine zinasema aliliwa na nguruwe huyu Semiramis. Lakini vile vile huyu Tamuzi akapewa siku ya Jumanne ikaitwa Tuesday, siku ambayo si nzuri sana. Hata watu wa nyota husema siku ya Tuesday ni siku ya nuksi. Kiasili huyu mungu wao alikufa, aliuawa katika siku ya Jumanne wa Babeli, wakaita Tuesday, yani siku ya Tamuzi. Kisa alikuwa wana Wednesday ambaye alikuwa ni mungu vile vile. Walikuwa wana mungu anaitwa Thursday ambaye ni mungu Thor, alikuwa anaabudiwa Misri ya kale. Lakini kadhalika walikuwa na mungu anaitwa Venus au wengine wakimuita Zuhura, walikuwa na maabudu siku kama ya Ijumaa, wakimuita Jumamosi alikuwepo mungu Satan au mungu Sayari. Kwa hiyo siku zao zote ilikuwa ni majina ya miungu na miezi yao yote ilikuwa ni majina ya miungu. Ndio maana tunasema kalenda iliyokuwa bora ni kalenda ya Kiislamu. Kwa sababu hii kalenda ya Kiroma ambayo sisi ikifika mwaka mpya tunapumzika, ni kalenda asili yake ni ya kipagani. Na ndio maana hata mufti akaomba kwamba na Waislamu nao wapewe mapumziko, wapumzike siku ya nini? Ya mwaka mpya. Kwa sababu mbona hata hii mwaka mpya ni siku ya kidini ya wenzetu wa Kristo? Kwa hiyo hata Waislamu wakipewa wala haina shida, kwa sababu si wote tunajenga nchi moja. Ndio maana mufti kwa unyenyekevu kabisa ameomba siku hii. Kwa hiyo nimeyatoa maelezo haya machache kwa sababu gani? Ili uweze kujua umuhimu wa kalenda hii ya Kiislamu, ambayo hii kalenda ya Kiislamu yenyewe ni ya mwezi muandamo. Ni mwezi muandamo ndugu yangu Muislamu. Na labda sasa nikutajie majina ya miezi hii. Na hii mada nitamwomba ndugu yangu nitaiendeleza kidogo, atakuja kurekodi sehemu ya pili ili tuweze kupata faida zaidi, tuseme inshallah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Sasa hivi nitataja maana ya majina haya miezi ya Kiislamu kwa uchache, afu nitamaliza ili baadaye nikija sasa nitazungumza pale ambapo mtume alipohama Maka kwenda Madina, ilikuwa katika mwezi Muharram na alinusuriwa katika mwezi huu. Na tutaona ni kwa nini mtume alinusuriwa katika mwezi huu. Ni mwezi muhimu sana ambayo Waislamu walikuwa wananusuriwa sana. Mwezi Muharram maana yake nini? Ni mwezi wa kwanza, ni mfungo 4 Kiswahili. Ukisema Muharram maana yake ni jina lenyewe Muharram, maana yake ni aliyekatazwa au aliyetukuzwa. Kwa maana hiyo wanasema uliitwa hivyo kwa sababu vita na umwagaji damu vilikatazwa ndani yake. Yaani umeitwa mwezi Muharram kwa sababu Waarabu walikuwa wapigana vita katika mwezi huu. Ilikuwa ni haramu kupigana vita wala kumwaga damu ndani ya mwezi huu. Ndio maana wakaitwa mwezi Muharram. Ya maana yake watu walikuwa wamekatazwa kufanya madhambi ya kuuana,
au Muharram kwa maana nyingine ni maana yake ni kwa ajili ya aliyetukuzwa. Mwezi wa pili ukiitwa Safar. Safari ni nini? Maana yake ni kitu kiko tupu, yani kiko wazi. Nyumba za Waarabu zilikuwa tupu. Waliondoka kwenda safari au vitani. Kipindi cha mwezi ambao unaitwa Safari, ambao ni mwezi wa pili. Shafahamu? Yani Waarabu walikuwa wanahama kipindi hicho kipigana sana vita. Kwa hiyo walikuwa wanaondoka katika majumba yao, wanakwenda kufanya operation za kijeshi huko. Wakiondoka nyumba zao zinabaki tupu, hazina watu. Na kwa maana ile ya safari, walikuwa wanasafiri, walikuwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kufanya mapambano, wakaita mwezi wa Safari. Kwamba walikuwa wanasafiri wanakwenda vitani. Lakini walikuwa na mwezi wa Rabiul Awwal. Rabiul Awwal maana yake nini? Ilikuwa ni kipindi cha masika ya kwanza, yani ndio kipindi ambacho mvua zinaanza. Rabiul Awwal iliitwa hivyo kwa kuwa wakati wa kuitwa kwake uliangukia msimu wa masika, ndio maana Rabiul Awwal. Kwa kipindi cha masika, kipindi hicho mwezi ulikuwa unaanza, masika yao yanaanza, ambao ni mwezi wa 3 Kiislamu kwa mujibu wa kalenda ya mwezi mwandamo. Lakini kadhalika kuna Rabiul Thani, Rabiul Akhir au Rabiul Thani kwa jina lingine, maana yake masika ya mwisho. Rabiul Thani maana yake ni masika ya mwisho, ndio maana wakati wa Rabiul Akhir au Rabiul Thani. Kisha walikuwa na mwezi unaitwa Jamada al-Ula, mwezi wa kwanza wa kuganda, kutokana na kuganda kwa maji wakati wa baridi. Jamada al-Ula, jamada maana yake kitu kikavu au kuganda, barafu kwa lugha nyingine. Kwa hiyo wakisema kama ni mwezi wa kuganda, kutokana na kuganda kwa maji wakati wa baridi kali. Kisha walikuwa wana Jamadi al-Akhir au Jamadi Thani au Jamadi al-Akhira, maana mwezi wa pili wa kuganda, kipindi cha winter kilikuwa kinaendelea, kipindi cha baridi, ndio maana wakaita hivyo. Lakini kadhalika walikuwa na mwezi Rajab. Rajab maana yake ni kuheshimu, maana yake kutukuza. Waarabu waliheshimu sana mwezi huu kwa kuacha vita. Yani ikifika mwezi wa Rajab, Waarabu walikuwa wapigani, walikuwa wanasimamisha vita vyote, hawapigani katika mwezi wa Rajab. Ndio maana wakaitwa hivi, kama maana Rajab ukiwa ni mwezi wa 7. Mwezi wa 8 wakiuita Shaabani. Nini maana ya Shaabani? Shaabani maana yake kutawanyika. Makabila ya Kiarabu yalitawanyika kutafuta maji na malisho, au kutafuta safari, au kufanya safari, walikuwa wanatawanyika. Kwa hiyo katika mwezi wa Shaabani maana yake kutawanyika. Makabila ya Kiarabu yakitawanyika kutafuta maji au malisho kwa ajili ya mifugo yao, wakaita mwezi wa Shaabani. Mwezi wa 8 wakauita mwezi wa Ramadhani. Nini maana Ramadhani? Ramadhani maana yake ni joto kali linalochoma. Kiislamu katika istilaha za kidini, Ramadhani maana yake ni kuchoma madhambi, kuangamiza madhambi katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo kutokana na ardhi kuwa na joto kali wakati huo wa mwezi wa 9, ndio Waislamu wa Arabu kabla ya kuja Mtume Muhammad wakaita Ramadhani kama kwa heshima kwa ajili ya tukio hilo la joto kali. Kisha walikuwa na mwezi wa 10 unaitwa Shawwal. Maana Shawwal maana ni kuinuka au kunyanyuka. Ngamia jike waliunia mikia yao na maziwa yao kwa kupungua katika msimu huo. Yaani kipindi ambacho kwa kidogo kulikuwa kuna ukame kidogo. Hata maziwa yalikuwa yapatikani sana. Kwa hiyo wakaita Shawwal, kwa sababu Shawwal maana ni kitendo cha ngamia kunyanyua mkia. Lakini wana kipindi kinaitwa mwezi unaitwa Dhulqaada, maana ya mwenye kukaa. Dhulqaada maana yake mwenye kukaa. Watu walikaa nyumbani na kuacha vita na safari na mapigano katika mwezi huu wa Dhulqaada. Lakini walikuwa na mwezi unaitwa Dhulhijja, mwezi maana yake mwezi ambao watu walikusanyika kuelekea kutekeleza ibada ya hija, ambayo ibada hii ilianzishwa na nabii wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Nabii Ibrahimu alayhi salatu wasalamu, ambaye ndio muasisi wa ibada ya hija. Japokuwa Waarabu waliharibu ibada ya hija, lakini tunaona kwamba Ibrahimu ndo alipewa na Mungu amri ya hija, na akaomba dua Mungu ampe uwezo wa kujua ibada za kufanya warna manasika, na kama alivyoomba katika dua, Mungu tuonyeshe jinsi ya kufanya ibada ya hija. Mungu akamuelekeza ibada ya hija ambayo tunaifanya mpaka leo. Kwa hiyo Dhulhijja ilikuwa ni kipindi ambacho kimeitwa hivyo kwa sababu ya ibada ya hija. Kwa hiyo niseme kwa leo, kwa sababu ya machache haya niliyozungumza, mada nazungumzia mwezi Muharram. Sasa kimsingi hii ni sehemu ya kwanza nimeweka hapa. Sehemu ya pili nitazungumzia Muharram kwa maana ya kwamba tukio zima la Mtume kuhama Maka kwenda Madina katika kipindi cha mwezi Muharram, na matukio gani yalijitokeza. Na hapa nitanukuu mpaka vitabu vya zamani kuona jinsi ambavyo bwana Mtume Muhammad alikuwa anahama katika mji wake wa Maka. Vitabu vya zamani vilitabiri na jinsi Mtume alivyohama, mpaka akiwa na Abubakar akatajwa kwa jina katika vitabu vilivyotangulia. Tutaweza kuona hilo tukio insha Allah taala, na kulingana na muda na wakati, kwa leo tufupishe, niishie hapa. Lakini mada hii itakuwa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili nitaiendeleza. Lakini kimsingi ndugu zangu, tuendelee kusubscribe katika channel hii. Subscribe katika channel hii kwa wale wanaofuatilia, inshallah tuendelee kupata faida
katika chaneli hii inaitwa Mchoro Online TV, si ndio? Mchoro Online TV ya chaneli hii ambayo inakuletea mada mbalimbali, mada za Kiislamu, mada zenye kuelimisha. Ndugu zangu Muislamu, usiache kusubscribe katika chaneli hii, maana kutakuwa na mambo mengi mazuri ambayo wewe mwenyewe binafsi kama Muislamu unatakiwa ufanyie kazi. Kwa hayo machache niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.